wanachama mkoa wa Shinyanga kwa miaka yote kuanzia mwaka 2020 hadi 2025. Lakini pia inatokana na maelekezo ya Baraza la Taifa la CWT na utekelezaji wa katiba na kanuni za chama pamoja na mpango kazi wa chama taifa wa miaka mitano, yani mpango kazi wa kuanzia 2020 hadi 2025. Pia taarifa hii inabaini mafanikio na changamoto zinazokabiliana na chama cha walimu na kuona namna ya kuzipatia ufumbuzi. Hali ya watumishi hadi kufikia Disemba 2024, wapo watumishi 10 katika ofisi za chama za wilaya katika mkoa wetu wa Shinyanga, 6 wakiwa makatibu na waandishi waendesha ofisi wako 4. Hali ya kisiasa. Hali ya kisiasa kwenye mkoa ni tulivu na wananchi wakiwemo walimu wanachama wetu wanajiandaa na uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025. Mtazamo wa chama kuhusu chama chao. Kuna hoja mbalimbali zinazozungumza na wanachama kwa ujumla katika kipindi cha hiki ambacho ni: moja, makato ya 2% ukilinganisha na vyama viwili vya walimu ambavyo vipo. 2, TUCTA kushindwa kusimamia swala la kikokotoo. 3, kuwepo kwa migogoro ndani ya chama ngazi ya taifa ambako kunapunguza imani ya wanachama kwa chama chao. 4, mkono wa kwaheri kutotolewa. 5, Mwalimu Benki kutotoa gawio tangu ianzishwe. Kutojibiwa kwa hoja mbalimbali kwa wakati, hivyo kunasababisha wanachama kutafuta majibu yao wenyewe kwa masuala yanayomhusu mwajini na chama chao wenyewe. Hii ni hoja ya 6. 7, malalamiko ya wanachama kuhusu makato ya 2% kwenye ziara. Wanachama wamekuwa wakipendekeza makato haya yapunguzwe. 8, mabenki kutumia makato ya 2% kama dirisha la kuwashawishi walimu kulimbikiza mikopo top up. 9, walimu kuhamia chama kingine kwa maana ya CHAKUWAWATA. Na 10, baadhi ya waajiri kutotekeleza nyaraka za serikali kuhusu upandishwaji wa madaraja. Na 11, jengo la mkoa kuchakaa na majengo ya Ushetu na Kishapu kutokamilika. Maoni na mapendekezo ya baraza la mkoa imependekeza yafuatayo: 1, jengo la mkoa lifanyiwe ukarabati na kujenga uzio na kibanda cha mlinzi. 2, wilaya za Ushetu na Kishapu zipewe fedha toka makao makuu kwa ajili ya kukamilisha ujenzi. 3, kuwepo na mkakati madhubuti wa CWT makao makuu wa kupambana na vyama pinzani vya CWT. 4, wilaya zote ndani ya mkoa wa Shinyanga kuwa na hati miliki za viwanja. 5, upatikane ufumbuzi wa malipo ya mkono wa kwaheri kwa wastaafu 2021 hadi 2024. 6, chama kwa kushirikiana na TUCTA kuendeleza mazungumzo na serikali kuhusu swala la kikokotoo kwa wafanyakazi. 7, hoja na malalamiko mbalimbali ya wanachama ikiwemo makato kwenye sheria namba 6 ya mwaka 2004. Rekebisha hapo. Sheria ya ajira na mahusiano kazini na kanuni zake, au litafutiwe ufumbuzi kwenye katiba ya CWT ili kukizi haja ya walimu na kuleta usawa kwenye makato ya vyama vya wafanyakazi. Makomredi wajumbe, naomba kuwasilisha. Katika kabrasha zetu, taarifa yangu ya fedha inaonekana kama ifuatavyo. Kipengele A kinaonesha salio ambalo tulianza nalo mwaka 2020. Kipengele cha pili ni mapato tuliyopata kwa miaka yote mitano hadi Disemba 24. Tunaiona pale jumla ni milioni 505,886,963 na senti 51. Kipengele cha tatu ni matumizi. Matumizi yetu katika vipengele vilivyo au kasima ndogo zilizoonesha matumizi ndizo ambazo zinatumika katika ngazi yetu ya mkoa. Kasima ambazo utaona ziko wazi pale zenyewe hatukuzitumia au hazihusiki, pengine ziko katika ngazi ya taifa. Na mwisho tuna kasima ya fedha za wahisani. Ukijumlisha kasima zote unapata jumla ya matumizi yetu ni milioni 496,353,313 na senti 44. Ukichukua mapato yetu ambayo ni milioni 501,886,963 na senti 51, ukatoa hayo matumizi hadi Disemba 2024
tulibakiwa na salio la milioni 5,533,650 na senti 07. Ndugu mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Tayo, ndugu wajumbe wa mkutano mkuu, ni mpango kazi na bajeti. Bajeti hii ni ya miaka mitano, ikiwa na maana mwaka huu, kuanzia mwaka huu 2025 hadi 2030. Katika mpango wetu wa chama kwa mwaka 2025 hadi 2030, chama ngazi ya mkoa kimejipanga kutekeleza majukumu yake kwa kuzingatia mambo yafuatayo. Moja, itazingatia katiba na kanuni za chama. 2, itazingatia mpango kazi wa taifa wa 2020 na 2025 kwa kuzingatia vipaumbele muhimu. Namba 3, itazingatia maelekezo ya Baraza la Taifa lililoketi mwezi Februari 2025 hapo Dodoma katika ukumbi wa Royal Village. Kipengele cha 4, itazingatia marejeo ya mpango kazi wa mwaka 2024 na kazi ambazo hazikutekelezwa. Namba 2, vipengele vya chama cha walimu mkoa kwa mwaka 2025-2030. Moja ni kusimamia na kuratibu shughuli za usajili wa wanachama kwa wilaya zote ndani ya mkoa. 2, kuratibu ziara kwa wanachama katika wilaya zote. 3, kuratibu ziara kwa wanachama katika wilaya zote. Kuwaunganisha walimu na viongozi ndani na nje ya mkoa ili kuimarisha mshikamano. 4, kusimamia vikao vyote vya kikatiba na vile vya dharura. 5, kusimamia na kutoa taarifa juu ya mashauri yote ya walimu ndani ya mkoa. 6, kusimamia mgawano wa fedha, mapato na matumizi ndani ya mkoa, ikiwemo matayarisho ya ukaguzi wa nje na ndani. 7, kusimamia na kuratibu shughuli za kitengo K, kitengo V na kitengo K katika ngazi ya mkoa na wilaya. Tunakadiria kupata mapato kama ifuatavyo. Kwanza, tunaanza na salio tunaloanza nalo ni milioni 5,533,650.07. Tunategemea kupata marejesho kutoka kwa katibu mkuu kuanzia mwaka 2025 hadi Disemba 2029, jumla ya milioni 404,320,000 na senti 20. Tunategemea kupata ruzuku kwa ajili ya mabaraza ya mikoa milioni 72,455,000. Tunategemea kupata misaada kutoka HQ, pale ni makao makuu, jumla ya milioni 10,646,349 na senti 73. Pia tunategemea kupata michango kutoka ofisi za wilaya, uzalendo na kujitolea, jumla ya milioni 10. Jumla ya makadirio ya mapato ni shilingi milioni 502,955,000. Naomba pale mrekebishe, sio matumizi, ni mapato. Katika kasima ya mishahara, ndugu wajumbe, chama kinategemea kutumia milioni 26,400,000 kwa miaka yote mitano. Kasima ya mazishi na rambirambi, chama kinategemea kutumia milioni 6. Kipengele cha 4, tuangalie vikao. Baraza la mkoa tunategemea kutumia milioni 72,455,000. Vikao vya KUE tunategemea kutumia milioni 18. Mikutano mingine tunategemea kutumia milioni 25. Sekretarieti ya mkoa tunategemea kutumia milioni 6. Jumla ya makadirio ya matumizi katika kipindi cha 2025 hadi 2030 ni shilingi milioni 502,955,000.